Uinuliwe, utukuzwe Mfalme, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, ndio kimbilio letu, ndio msaada wetu unaopatikana tele wakati wa mateso, wakati wa shida, wakati wa misiba. Baba, kwa neema yako tunakikaribia kiti chako cha rehema. Turehemu Bwana, tupate kupata neema kutusaidia wakati huu ambao Bwana tunaendelea kutafuta uso wako. Tutakase kwa damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya utukufu wako. Tuoshe dhambi zetu, safisha maovu yetu, ondoa kabisa makosa yetu ambao kila wakati tunakukosea Bwana, kwa mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu, pengine hata kwa kutokutimiza wajibu. Tumeumbwa kwa ajili ya kutubu, kujitengeneza na kujiweka tayari kwa utukufu wa jina lako, kama ambavyo tunasema kila mwenye matumaini na anapaswa kujitakasa kila wakati. Bwana, tunajitakasa Bwana ili kuthibitisha neno lako linalosema utakuwa mtakatifu, tutakuwa watakatifu kama wewe Mungu ulivyo mtakatifu. Na kwa sababu hiyo tunaendelea kulitakasa jina lako kwa damu yako Yesu Kristo. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu mahali hapa Bwana, ukaendelee kutufundisha kuyashika yale yote ambayo Bwana amekusudia kwa ajili ya utukufu wako. Ni asubuhi njema ya kukupendeza wewe, ni asubuhi ambayo Bwana umetupa kibali machoni pako, ni asubuhi Bwana ya kuendelea kulitumikia kusudi lako, ni asubuhi Bwana ambayo utaendelea kubariki kazi ya mikono yetu. Utukuzwe Yesu, uimarishwe kwa sababu ya utukufu wako na ukuu wako Bwana. Tunaendelea kuliweka taifa hili mikononi mwako, chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wote walioko chini yake. Bwana, endelea kuwapa neema na hekima itokayo kwako kuendelea kusimama katika zamu zao kwa nafasi ambayo Bwana umewapa, ili taifa hili liendelee kuishi kwa amani na utulivu Bwana, kwa neema yako. Tunakushukuru Mfalme wa amani, na saa hii tunapokwenda kulisikia neno lako la uzima, Roho wako Mtakatifu awe pamoja na sisi, akitufundisha, kutupa hekima itokayo kwako, maarifa yatokayo kwako, ili tuweze kusimama kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tukilie Bwana Yesu kwa makofi. Asanteni sana Praise and Worship Team kwa kazi yenu njema. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa kutupa kibali tena kwa siku ya leo kuendelea na somo letu linalozungumzia habari ya kumtambua shetani anaweza akawa amejificha nyuma ya kitu kinachoitwa ugonjwa, nyuma ya kitu kinachoitwa majanga, nyuma ya kitu kinachoitwa shida au mazingira yoyote ile ambayo tunayaona kwa jinsi ya kibinadamu. Kumbe shetani huwa anaendelea kuweka mkono wake. Tumeendelea kuona mifano kaza wa kaza ambayo imeendelea kutufungua, kutupa hekima, kutupa maarifa, kutufungua macho kuelewa kumbe shetani anaweza akatumia mazingira, anaweza akatumia nyakati, anaweza akatumia kitu chochote kile kuendelea kujificha, tusiweze kutambua kwamba ni yeye ameweka mkono wake hapo. Bwana asifiwe sana. Jana tuliona mifano kadhaa, lakini mfano mmoja wapo tuliendelea nao ni huu wa kuona homa, kuugua kwa homa. Tunaona mara kwa mara watu wanaugua homa, lakini sio homa kali, lakini wengine wanaoumwa homa kali, maana yake sasa ni shetani amejificha nyuma ya ugonjwa. Tunapozungumza homa kali, Biblia imetaja homa kali, maana yake ni kwamba homa hii ilikuwa imeshindikana kwa masuala ya kitabibu, lakini Mungu mwenyewe mwaminifu ndo anaweza katatua tatizo hilo ambalo tunaliona katika ulimwengu wa roho kwamba ni tatizo la kawaida. Ulimwengu wa mwili ni kama tatizo la kawaida tu, lakini ukiingia katika ulimwengu wa roho linaonekana kama homa kali. Ndio maana Yesu alipofika kwenye ule mji wa Petro akamkuta mama mkwe wake hawezi, ameshikwa na homa kali na amelala kitandani, lakini Yesu hakumpa panado, hakumpa aspirini, hakumwambia nende hospitali. Alichokisema tu akamkaribia, akaikemele homa, basi na ile homa ikafanyaje? Ikamwachia na akainuka, akaanza kuwatumikia watumishi wa Mungu walipokuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tukaona habari ya utasa, kutokupata mimba kunasababisha kweli daktari wanaweza katoa utaalamu wao, lakini tulijaribu kuona kwamba neno la Mungu linatuelekeza kwamba Mungu anaweza akafunga tumbo la mtu na lisiweze kuzaa. Na kwa sababu hiyo, kama Mungu anaweza akafunga tumbo la mtu, ni lazima turudi kwake yeye aliyelifunga akalifungua, kwa sababu anao mamlaka ya kufunga na kufungua. Lakini na sisi ametupa mamlaka ya kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona mfano mzuri kwa Hana, binti yule ambaye alikuwa ameolewa na Elikana. Bwana Yesu asifiwe. Tukaja tukaona vifo ambavyo vinaweza vikatokea kwa jinsi ya kawaida kabisa, kama tuliona mle mfano wa Sauli amechukua mkuki akajichoma akafa,
lakini maandiko yanasema ni Mungu mwenyewe alimuua. Sasa kama Mungu mwenyewe alimuua kwa mkono wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alimuingia, akafika mahali akakusudia kufanya alichokifanya, kama vile Yuda alivyoingiwa na shetani, akafika mahali akachukua kamba na akajinyonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tuliona kuendelea kuona mifano kama hiyo ambayo jana neema hiyo tuliipata ya kuweza kuchungulia mambo kaza wa kaza, na tukaona ule ugonjwa ambao tunaonekana ni ugonjwa wa kuvimba huko, lakini kwa kawaida tunaweza tukasema tu huyu mtu amezaliwa hivyo hivyo, lakini kumbe sawa, pamoja na kwamba amezaliwa hivyo hivyo, lakini tulikuja kubaini kwamba huwa kuna pepo la udhaifu linaweza likamkaa mtu kwa miaka mingi sana, na watu msigundue kwamba ana pepo la udhaifu. Lakini Mungu mwaminifu aliendelea kutupa neema na kibali cha kuweza kubaini kwamba chanzo chake ni rohoni. Ndio maana Yesu alipomuona yule mama hekaluni, alikuwa akija mara kwa mara hekaluni akiwa na tatizo hilo hilo tu, anakuja mara kwa mara hekaluni ana tatizo hilo hilo tu, lakini imani yake iliendelea kuishikilia mbele za Bwana. Aliendelea kumwamini Yesu hata kama anapita kwenye changamoto, aliendelea kumwamini Yesu hata kama anapita kwenye magonjwa kwa muda wa miaka 18. Lakini siku moja Yesu amealikwa kwenye lile hekalu, anafundisha sinagogi lile. Alipomuona yule mama akamuita. Alivyomuita akamwambia, mama, umefunguliwa kutoka kwenye udhaifu wako. Kwa nini? Alionekana alikuwa na pepo la udhaifu, na akaweka mkono juu yake. Biblia inasema akanyooka saa ile ile. Kwa maana yake sasa jambo hili walikuwa naliona tu kwa kawaida kwa kipindi hicho, namuona tu mama pengine labda alizaliwa hivyo hivyo, lakini si kweli. Pamoja na kwamba alizaliwa hivyo hivyo, lakini ndani yake kulikuwa na pepo la udhaifu. Tukaona shetani anaweza kutumia majira na nyakati kujificha kwa matukio ambayo yanaweza kujirudia rudia. Tuliona mfano kwamba majira yale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, tuliona kwamba panapo majira yale yale Herode akamkamata Yakobo, akamkata kichwa. Lakini baada ya hapo kanisa alikugundua kwamba pengine labda walijua tu ni hali ya kawaida, lakini baadaye tunakuja kuona anakamatwa na Petro anakamatwa Petro naye majira yale yale, siku ambazo siku za zotiwa mchachu, siku za mikate, Biblia inaita hivyo. Sikukuu ya Pasaka wanakuwa wanakamata watu, kuwafunga gerezani na kuwachinja, yani kama vile sadaka wanatolewa. Sasa Petro alipokamatwa, kanisa likagundua Yakobo alikamatwa kwa majira yale yale na Petro amekamatwa kwa majira yale yale. Wakagundua kwamba Biblia inasema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa, ni waliofichwa kwenye magereza, hapana asemaye rudisha. Na ndio maana kanisa lilipomuomba Mungu kwa juhudi, walikuwa nasema tu mrudishe Petro, muokoe Petro, mrudishe Petro, muokoe Petro. Malaika akafanya jambo lile kulingana na yale maombi ambayo walikuwa wakilifanya kama kanisa. Sasa hii inatufundisha sisi, tunapoyaona matukio kama haya, tunapaswa kuomba mbele za Bwana kama kanisa la kwanza lilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Leo tunataka tuone faida sasa ya mtu anapokuwa rohoni muda wote. Tuanze kuona faida ya kwamba mtu anapokuwa rohoni anaweza kumuona shetani amejificha juu ya kitu chochote kile. Yaani ukiwa mtu wa rohoni mara kwa mara, hii haitakupa shida, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba mtu wa rohoni huyafahamu yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa rohoni muda mrefu, muda mwingi, wewe uko connected na ulimwengu wa roho, itakusaidia sana kumuona shetani amejificha popote pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tamani maisha yako kuyafanya ya kwamba uzoee sasa kujizoesha. Unajua kuzoea, mazoea, kuna wataalamu walijaribu kusema kwamba ukilifanya jambo ndani ya wiki 3 ama kwa maana siku 21, unakuwa unalifanya, unalipractice ndani ya siku 21, linageuka kwa tabia. Linageuka kwa nini? Kwa tabia kabisa. Kwa hiyo unapo practice muda wote kuingia kwenye maombi, kusoma neno, kwa ndani ya siku 21 inageuka kwa tabia yako, hiyo haitabadilika. Wataalamu kabisa wanakuambia ili jambo lifanyike kwa tabia, unalipractice ndani ya siku 21. Baada ya siku 21 inageuka kwa nini? Kwa tabia. Kwa hiyo natamani sana tuwe na utaratibu huu kama ambavyo, yani unajua kwa nini tunajiuliza, unajua ni kwa nini Mungu amewapa neema kila siku asubuhi mko hapa?
Kwa nini wengine wanashindwa? Ni kwa sababu jambo hili lilishageuka kwa nini? Kwa tabia. Ikifika tu saa 10, wengine saa 9, hakuna tena usingizi, kwa sababu alishazoea mida hiyo lazima awe macho. Bwana asifiwe sana. Lakini kama haujazoea, utaona ni mzigo mkubwa sana katikati ya maisha. Utaona kama vile unapata mateso sana. Tunakumbuka sisi kipindi tumeenda jeshini kule. Sasa ile kipindi cha kuamshwa saa 9, saa 8 za usiku. Tulikuwa tunaona siku za mwanzo tulikuwa tunaona kama vile ni mzigo, lakini baadaye tukaona kama vile imegeuka kwa tabia. Yaani ikifika tu ile mida ile unaona kama usingizi umekata. Sasa ili uwe mtu wa rohoni, jijengee hiyo tabia, na Roho Mtakatifu atakusaidia kukufanyia kwamba hiyo itageuka kwa tabia yako. Itakupa faida sana unapoenenda katika maisha haya ya damu na nyama. Ni rahisi kumgundua shetani amejificha eneo lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Na niruhusu nionyeshe mifano, baadhi ya mifano ambayo kuna watu walikaa rohoni kwa muda mrefu, baadaye wanakuja kujikuta katika mazingira haya ya nje, wanaweza kubaini kwamba shetani kuna mahali amejificha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13, tutansoma mstari wa 1 na ule mstari wa 2, baadaye tutasoma mstari wa 4 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni faida sasa ya kuwa rohoni, kutakusaidia kumbaini shetani akiwa amejificha mahali popote pale. Faida ya kuwa rohoni kutakusaidia kumbaini shetani akiwa amejificha mahali popote pale. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, ule mstari wa 1 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu. Palikuwa na manabii na walimu. Palikuwa na manabii na walimu. Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigerie, na Lukio Mkirene, na Manaeli aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli ambaye alikuwa anaitwa Paulo kipindi hicho, si ndio? Sasa hapa tunaona kulikuwa na manabii na walimu. Manabii kazi yao kile ambacho wanakiona. Walimu wakipelekewa, wao kazi yao ni kutafasiri kile kilichoonwa na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana vizuri. Biblia imetaja kulikuwepo na manabii na walimu. Kulikuwepo na manabii na walimu. Nabii kazi yake ni kuona, alafu mwalimu kazi yake ni kutafasiri kile kilichoonwa na nabii. Kwa hiyo walikuwa wamekamilika vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa rohoni, wamekamilika. Nabii anachungulia kwa jicho la Mungu, alafu mwalimu akiletewa anatafasiri kile ambacho nabii amekiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ule mstari wa 2, Biblia inasema, basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Hebu sema, walimfanyia Bwana ibada na kufunga. Kwa hiyo ibada inaendana na maombi ya kufunga. Ibada inaendana na maombi ya kufanyaje? Ya kufunga. Ndio maana Yesu anajaribu kutusisitiza ibada yetu iwe inawazidi ibada ya Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mafarisayo walikuwa na tabia ya kufanyaje? Ya kufunga mara 2 kwa nani? Kwa juma. Lakini pamoja na hayo walikuwa wakimtolea zaka kutoka kwenye mapato yao. Kwa sababu hiyo Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya hao waandishi na Mafarisayo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa nani? Wa mbinguni. Sasa kama Mafarisayo wanafunga mara 2 kwa juma, sisi tunapaswa kufunga mara ngapi? Mara 3 kwa juma. Siku zako 4 za kula na kunywa, lakini siku 3 funga, iwe ni sadaka yako kwa Bwana, kwa maana kwamba unamfanyia Mungu nini? Ibada. Sasa hawa watu walikuwa wakimfanyia Bwana ibada. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, hebu angalia sasa, Roho Mtakatifu akasema, yani kitendo cha kumfanyia Mungu ibada na kufunga ni access mojawapo ya kumshusha Roho Mtakatifu alikokuwa.
alipo. Ni njia rahisi sana ya kumfanya Roho Mtakatifu ashuke katikati yetu tunapomfanyia Mungu ibada na kufanyaje na kufunga. Roho Mtakatifu hana namna ya kuwatembelea watu wake, hana namna. Hasa hapa Biblia inasema Roho Mtakatifu akasema, ilimpelekea Roho Mtakatifu azungumze baada ya kuwaona hawa watu wana tabia ya kumfanyia Mungu ibada na kufunga na kuomba. Ndio maana nikakwambia unapotaka kufanya jambo hili, jijengee tabia. Na pia hii tabia kama ninavyokuambia kwamba unapokaa unalipractice jambo kwa ndani ya siku 21 linageuka kuwa tabia. Na Mungu atusaidie sana jambo hili tuweze kulifanyia mazoezi na tuweze kuliona kama vile ni tabia, ili Roho Mtakatifu aendelee kuwa nasema na sisi kila wakati, kwa sababu antena inakuwa inasoma muda wote. Muda wote. Kuna mwingine anaweza kusema mimi sijawahi kumsikia Roho Mtakatifu akizungumza. Ni kwa sababu umfanyii Mungu ibada na kufunga na kuomba. Sasa unapomfanyia Mungu ibada ya kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu lazima azungumze tu kile ambacho anataka kukutazamisha, kile ambacho amekiona kwenye jamii inayokuzunguka, kile ambacho amekiona kitakachokuja kutokea, kile ambacho amekiona kilichopo, kile ambacho amekiona kilishawahi kutokea. Kwa hiyo lazima atazungumza kwa mambo yaliyokuweko, mambo yaliyopo na mambo yatakayotokea baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu, Biblia inasema Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Walipotengewa, Biblia inasema wakafanya kama alivyofanya, lakini baadaye sasa wakaagana nao, wakawa wameenda kwenye kazi yao. Sasa angalia kile kitendo cha wao kuwepo rohoni, kilichotokea lazima shetani aibuke. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jifunze tabia hii. Unapokuwa mtu wa kufanya ibada na kufunga na kuomba, amini kwamba unapotoka tu kwenye hiyo ibada, utakayekutana naye ni shetani. Si mnaelewa tunachozungumza? Yaani kwamba unapokuwa na tabia, mfano kama hivi tunavyotupo kwenye ibada hapa, tunamfanyia Mungu ibada, tarajia ukitoka hapa utakutana na shetani huko nje. Kwa nini? Mnamkumbuka Yesu alipopandishwa na Roho nyikani? Wasome Biblia, mnakumbuka? Alipokuwa siku 40 hivyo, Biblia inasema baada tu ya kufunga na kuomba, kitu kilichotokea pale, akajaribiwa na nani? Na shetani. Sio, mnakumbuka? Alikuwa rohoni siku 40 Yesu, lakini anatoka na kukutana na jaribu la nani? La shetani. Kwa hiyo tarajia hawa watu wameagwa na wenyewe, wakiwa rohoni walikuwa wamemfanyia Mungu nini? Ibada. Ndio maana Paulo anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali katika falme, mamlaka na wakuu wa giza, pamoja na majeshi ya pepo baya katika. Maana yake alitaka kwamba hao watu waanzie rohoni kwanza, wakishatoka rohoni watakutana navyo ambao viko mwilini sasa, ili waweze kuvibaini mkati gani wamepambana navyo kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Angalia sasa walipoagwa, mstari wa 4 tunaona wanakutana na nini? Basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hata Kipro, na walipokuwa katika Salamani wakalihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi. Nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Hebu sema, wakaona mtu mmoja mchawi. Sasa hili ni physically, sio rohoni. Hili nini? Ni physically, sio rohoni. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Yahudi, jina lake Bar-Yesu. Hawakumuona rohoni, walimuona physically. Tunaelewana ndugu zangu? Tuko pamoja? Jina lake nani? Bar-Yesu. Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Paulo, mtu mwenye akili. Hebu sema Paulo, mtu mwenye akili. Hebu sema Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali aliwaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kusikia neno la Mungu. Sasa huyu liwali huyu
tungekuwa tunasema leo ni kama vile makamu wa rais kwa cheo hicho alichokuwa nacho yeye kipindi hicho. Sisi hapa tunaweza kumlinganisha kama makamu wa rais. Sasa makamu wa rais amemuita mtu mmoja nyumbani kwake anaitwa Baba Yesu. Hajui kama ni mchawi, lakini ameketi pamoja naye. Amefanyaje? Ameketi na makamu wa rais. Sasa makamu wa rais hajui kwamba huyu aliyekaa naye ni nani? Ni mchawi. Si mnaipata hiyo picha? Mnaipata hiyo picha? Hajui kama ni nani? Ni mchawi. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la nani? La Mungu. Hebu sikia ule mstari wa 8. Lakini, hebu sema lakini. Sasa huyu Baba Yesu sasa anataka kuonyesha kile ambacho kimejificha nyuma. Yani huyu liwali Sagiwa asijue kwamba huyu Elima yule mchawi kitu gani amebeba. Sasa angalia, lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafasiri ya jina lake, akashindana nao. Hebu sema akashindana nao. Alishindana nao vipi? Physically, sio rohoni. Anashindana nao physically. Maana yake kama walitaka kuhubiri neno la Mungu, alitaka kushindana. Si waliitwa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu? Sasa huyu anataka kushindana tena, sio alitaka, akashindana nao. Biblia inasema watashindana na wewe, lakini hawatakushinda, kwa maana mimi Bwana niko pamoja na wewe ili nikuokoe. Hasa anasema kwamba akashindana nao. Hebu sema akashindana nao. Lakini ushindani wake sasa anasema akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Waache wahubiri, si ndio? Waache wahubiri vizuri tu, lakini anataka kumwambia Bwana, hii sio imani ya kweli. Wewe wasikilize tu, hii sio imani ya kweli. Akataka kushindana wao. Akitaka kufanyaje? Akitaka kumtia yule liwali moyo. Hebu sema moyo wa kuiacha ile imani, wa kuiacha ile nini? Umeona upinzani Mchawi tu tumekaa katikati yake humu ndani, pengine labda kwenye kanisa wamekaa. Wewe mtu unahubiri huko, nasema naye anaanza kushindana na wewe humu, anawafanya watu mnaanza kusinzia kanisa zima. Lakini kumbe yumo humu anawaremote, mnaanza kujikuta wote mnafanyaje? Mnalala kanisani, au mnakosa utulivu, au mnaanza kuchati tu kila wakati. Maana yake huyo ndio anashindana na nyinyi mkiwa kanisani, na tunao wengi humu kwenye makanisa. Mzee Kimeo mara nyingi akiwa amesimama anakemea sana hivi vitu. Anaona kwamba hii sio roho ya kawaida humu ndani kwenye ibada, wakati Biblia inasema kwa mnapokuwa kwenye ibada mtulie. Mungu anataka utulivu, lakini watu hawatulii. Nakuta mara wanatoka huko, mara wanaenda hivi, mara kumbe ni shetani yumo anaweza akawatumia watu kututia moyo. Anafanya yani kumtia yule liwali moyo wa kuikana. Yani shetani yuko kazi ya kututia imani, yani kututia moyo tuikane imani, tuone ni kitu cha kawaida tu. Kumbe anaweza akatumia watu hata kwenye ibada. Watu mmekaa ibada physically kabisa, anafanya vitu vyake ndani, mnajikuta watu wamelala, au mnajikuta mnafanya tu vitu ambavyo sivyo ndivyo, mnajikuta shetani anawawini. Lakini hapa Biblia inasema akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Angalia ule mstari wa 9. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo. Rudia tena. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo. Hilo neno. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo. Nakumbuka hawa kina Paulo walianzia wapi? Rohoni. Walianzia rohoni. Wasingeanzia rohoni, wasingepambana na huyu. Unafikiri kwa nini wachawi wanatuwini? Wanatuwini kwa sababu hatuanzii rohoni, tunataka kupambana nao damu na nyama. Anzia rohoni kwanza. Ukishaanzia rohoni utaweza kushangaa tu, ukionana naye hivi anakukwepa, ukionana naye hivi anakutafuta njia, ukionana naye hivi hakutaki kukutana na wewe, ukutanisha tena macho hivi anafanya hivi. Kwa nini? Umeanzia rohoni, anakuogopa kwamba huyu ataniweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Sasa hakumwacha mchawi. Alifanya nini sasa? Akijaa, hebu sema akijaa Roho Mtakatifu.
Kwa sababu Roho Mtakatifu akijaa ndani yako kwa kumfanyia ibada, yani njia mojawapo ya Roho Mtakatifu ili aweze kujaa ndani yako ni pale unapomfanyia Mungu ibada na kufunga na kuomba. Hiyo unaifanya nguvu ya Roho Mtakatifu endelee kufanya kazi ndani yako. Hasa Biblia inasema akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho hivi. Uje kumkazia macho mchao wewe hivi. Na mara nyingi sana tukwepaga wewe mtafute mfate mkazie macho. Nimekujua wewe unataka kuona chezega watoto wangu. Naona hasa hapa akamkazia macho, akasema ewe mwenye kujaa hila na adui wewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia anachoadhibiwa sasa. Anaadhibiwa mbele ya liwali. Anasemaje Paulo? Basi angalia mkono wa Bwana juu yako, nao utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akastajabia mafundisho ya Bwana. Sasa swali langu ni hili: kama wewe umekwenda tu kuhubiri Injili, unawahubiri watu, kumbe kuna shetani mtu mmoja amejaa uovu na adui wa haki, kupotosha haki zote, unahubiri, kumbe anaweka vitu vyake kwenye mioyo ya watu ambao unawahubiri. Wewe unafikiri kuna mtu ataokoka hapo? Unafikiri mtu anza naye kwanza, huyo anayekuhamisha Injili. Ukishamuini alafu na wao wewe unaona kwa damu na nyama wanaona, ndipo watamwamini Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa hapa walipomwini, Biblia inasema kwamba yule liwali, kitendo tu cha kuona kwamba amepigwa upofu, haoni. Na kule ukizingatia alikuwa analazimishwa kuikana nini? Ile imani. Lakini baadaye hapo alipoona yale matukio, matendo makuu yametokea, bila ubishi alimwamini Bwana, akastaajabia kile kilichotokea, akamwamini Mungu. Maombi yangu na mimi nikuombee, Mungu akupe neema ya kumfanyia Mungu ibada na kufunga na kuomba, ili Roho Mtakatifu ajae ndani yako, uweze kumbaini shetani katika maeneo mbalimbali anayoyatumia kutupotosha watu wa Mungu, ili kuzipotosha njia za Bwana, ili jina la Bwana lisiendelee kuenea katikati ya mataifa, na Mungu atajitwalia utukufu wake. Faida nyingine nitakao kusaidia hapa, kutakufanya unapokuwa rohoni, unapokuwa mtu wa rohoni, kutakufanya umbaini shetani kajificha nyuma ya kitu kinachoitwa mnyama au kitu chochote kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kumbe shetani anaanza kajificha kwa wanyama eti. Mnaelewa hiyo kitu? Ya unaweza kumuona paka, kumbe sio paka, ni paka mtu. Unaweza kumuona nyau, kumbe nyau sio nyau, ni nyau mtu. Si ndio? Unaweza kumuona fisi, sio fisi wa kawaida, kumbe ni fisi mtu. Unaweza kumuona mende, kumbe mende sio mende, ni mende mtu. Unaweza kumuona panya huyo, kumbe ni panya mtu. Utawajuaje hawa? Mfano kama wale panya watasema kama ni panya. Ukimtega dawa, hapiti hapo. Wewe weka sumu wekavyo kwenye nyama, weka kwenye samaki ambayo tunajua kwamba samaki au panya lazima ale. Hali linapita tu kama hivyo, hilo linaondoka. Kwa nini? Limejua umelitega. Tunaonaga hayo kwenye majumba, kwenye mabiashara zetu. Paka, mapanya yale makubwa yale. Yaani kile ukijitahidi tu, kile ukilitega dawa, mtego naweka hapo, alipiti. Hii sasa unapokuwa mtu wa rohoni, kitakusaidia kumbaini shetani amejificha ndani ya vitu vinavyoitwa wanyama, mende, wadudu, kile kadhalika. Hebu tuangalie Wakorinto wa kwanza. Paulo huyo akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 31 na ule mstari wa 32. Naam, ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Hebu sema ninakufa kila siku. Umeelewa neno kufa kila siku? Hilo nalo litumia. Nimekufa, maana yake alikuwa ni mtu wa kuua mwili wake kila wakati, kufunga na kuomba. Nilikuwa nikifa kila siku, anaua mwili wake kwa kufunga na kuomba.
Hebu muulize jirani yako, wewe mara ya mwisho kufunga ni lini? Lini ulifunga? Kuna wengine mpaka wasikie mfungo kabisa ukulazimishwa wa kanisa, lakini mfungo wewe kama yeye binafsi hawezi fanya. Sasa Paulo anasema ninakufa kila siku. Ninafanyaje? Mwili wangu huu nautiisha kila wakati ili nimtafute Mungu nijue kilichoko. Angalia mstari wa 32. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu. Hebu sema ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu alifanyaje? Na alipigana na hayawani wakali kule Efeso. Akiwa kwa jinsi ya nini? Alipigana na nini? Na hayawani wapi? Efeso. Yaani wale sio hayawani, ni hayawani watu, ni hayawani mtu. Walikuwa wakipambana naye akijua kwamba shetani anaweza akaja kwa picha ya hayawani kumlalua Paulo kwa sababu alikuwa mtu wa rohoni, kwa jinsi ya kibinadamu alipigana nao akijua kwamba hawa sio hayawani wa kawaida. Tushaye kupambana na mafisi kule vijijini, lakini unaangalia kabisa huyu sio fisi mtu huyu. Ni huyu sio fisi wa kawaida. Huyu ni fisi kabisa, huyu ni mfisi mtu. Tushaye kupambana na paka, unampiga paka na unguruma kama mtoto analia. Kipiga tu pe. Baadaye kuna mzee mmoja alisha kumpiga paka. Baadaye ule mkono ukabaki hivi. Kwa nini? Alikuwa hayuko rohoni. Usipambane na hivi vitu kabla hujaanzia rohoni. Pambana navyo ukiwa umeanzia rohoni, ndipo utaviwindi hivi vitu. Kama ni nyoka amekuja kinyoka kwa design fulani utajua tu. Kama ni mende sio wa kawaida utamjua tu. Kama ni sisimizi ambao sio wa kawaida utawajua tu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tuwe watu wa kuzama rohoni kila wakati. Paulo anasema ninakufa kila siku. Kwa nini nakufa kila siku? Anataka Roho Mtakatifu aendelee kutawala zaidi kuliko matendo ya mwili kutawala ndani ya mwili wake. Na kwa sababu matendo ya mwili yakitawala ndani ya mwili wake hawezi kuona. Tunaongozwa kwa Roho, hatuongozwi kwa jinsi ya mwili. Hasa Paulo anaeleza ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu na alipigana na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani? Anawaambia watu, nina faida gani sasa? Kama tu huyu ananiletea hawa hayawani, napigana nao kwa jinsi ya kibinadamu. Na nyinyi mmeshawaona hawa hayawani wanapigana na nyinyi kwa jinsi. Wasiona wawini kila wakati. Mafisi yanaingia kwenye ng'ombe zenu, yanaingia kwenye punda zenu, yanaingia kwenye kuku, yanaingia kwenye mbuzi, yanachukua mbuzi, yanaondoka. Alafu mmeona vitu vya kawaida. Kumbe tunapaswa kupambana nao hawa watu, tuanzie rohoni. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali katika falme, mamlaka, wakuu wa giza pamoja na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anzia rohoni kwanza. Ukishaanzia rohoni utajaa nguvu ya Roho Mtakatifu, itakusaidia kupambana na hayawani wakali, itakusaidia kupambana na hao panya waonaga panya mtu wao, itakusaidia kupambana na hao mende mtu wao, itakusaidia kupambana na hao kila kitu unachokiona kama ukielewi utapambana nako, kitakuogopa. Vinashindwa kutuogopa kwa sababu hatuko rohoni. Vinaona kabisa hatuna nguvu ya kuweza kushindana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 16. Tunamalizia sasa ule mstari wa 16 nadhani mpaka ule mstari wa 18. Tuone tena tukio hili limetokea physically. Hebu sema physically. Paulo akiwa rohoni. Paulo akiwa wapi? Ndio ujue kwamba faida ya kuwa rohoni inatusaidia sana, ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa, Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 16 na mpaka mstari wa 18. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali. Unaona hawa watu wanatoka wapi? Wanakwenda wapi? Kufanya ibada. Kufanya nini? Kwa sababu ndio ilikuwa tabia yao, ilikuwa ndio desturi yao. Anasema tulipokuwa tukienda mahali pale kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Wengine pale walikuwa hawajui.
anasema aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatutaka akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo, huyo kijakazi huyo, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Kasema maneno mabaya mazuri. Kasema maneno mabaya mazuri. Kasema maneno mazuri kwa kumwogopa Paulo, kwamba Paulo ana nguvu ya Mungu, kwa hiyo anaweza kafanya chochote, lakini akaamua ajisalimishe, kuonekana mwema, kuzungumza maneno ya Mungu, na baadaye wakishaondoka hapo aendelee na kazi yake. Paulo akiwa amejaa Roho Mtakatifu akaonyeshwa, huyu si mtu wa kawaida, hayuko pamoja na wewe. Ameongea tu neno hili kukuridhisha na kuonekana kwamba unaweza ukarizika ukaenda, lakini kilichoko nyuma yake ni pepo la uaguzi. Kwa sababu hiyo akasemaje sasa? Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo alipokuwa naelezwa ile habari akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru. Hakumwambia yule bibi. Tunakubaliana vizuri? Kwa hiyo aliyeongea kwamba hawa ni watu wa Mungu wanahubiri habari ya wokovu, alikuwa ni yule mama au pepo liliongea? Liliongea pepo. Na yeye Paulo hakuongea na yule mama, aliongea na pepo. Anasema akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke mtu huyu, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Hasa kwa maneno haya kama unaelezwa, mtu anakusifu, jamani wana watumishi wa Mungu, alafu namshangaa Paulo anamkemea. Anasema hivi, Paulo una akili kweli? Paulo na akili? Huyu Mungu na mtu anaongea maneno ya Mungu alafu nakemea tena. Kwa sababu gani? Sasa Biblia inasema alipogeuka akamkemea yule pepo, ndio ikawa sasa ugomvi na wale watu wa jamii kule, jamii ile ilikuwa inawazunguka kule, wakawageukia kina Paulo na Sila, wakaenda wakawashtaki kwa sheria zao, na hatimaye ndio ikawa chanzo cha Paulo na Sila kufanya nini? Kupelekwa gerezani sababu ya tukio la huyu bibi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipopelekwa gerezani hawakumwacha Mungu wao, wakaendelea kubaki rohoni. Biblia inasema walipokuwa wakiimba nyimbo za kumsifu Bwana na kuomba usiku, Mungu akatikisa ile milango ya gereza, na magereza yakafanya nini? Likafunguliwa, na hatimaye kina Paulo na Sila walitoka gerezani na wakaendelea kumtukuza Mungu wao. Kwa nini? Faida ya kuwa rohoni kutakusaidia sana kupambana na vitu vya huku nje. Vitu vya huku nje haijalishi vimekuja kwa mtazamo upi, lakini kama utaendelea kumtumaini Bwana na kumfanya Bwana ndio kinga yako na kumfanya Roho Mtakatifu ndio kiongozi wako, hakika nakwambia watashindana na wewe, lakini hawatakushinda. Lakini Bwana ataendelea kuwa pamoja na wewe ili akusaidie kupambana nao, katika jina la Yesu aliye hai. Tusimame sasa. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunao sababu kubwa ya kukushukuru wewe kwa namna ambavyo Bwana umekuwa pamoja na sisi. Umetufundisha faida ya mtu kukaa rohoni, na faida mojawapo inatufanya tunapokuwa rohoni, Bwana, tunajaa nguvu kutoka kwako. Tunapokufanyia ibada na kufunga, tunajaa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Tunapofanya ibada na kufunga, Roho Mtakatifu huwa anasema pamoja na sisi. Asante kwa neema hii ambayo Bwana uliwapa kina Paulo na ndugu zake wote, kina Barnaba na walimu na manabii, walipokuwa wakifunga na kukufanyia ibada. Roho Mtakatifu aliendelea kusema nao. Roho Mtakatifu alikuwa anaendelea kuwapa neno la hekima kuweza kubaini shetani amekaa katika maeneo tofauti tofauti. Kwa neno lako Bwana utusaidie na sisi tuwe watu wa kupractice jambo fulani la kukutukuza wewe, liendelee kuwa faida kwetu, liendelee kuwa tabia kwetu. Bwana Yesu, tusaidie kwa neema yako hii, kama ambavyo uliendelea kumsaidia Paulo mtumishi wako alipokuwa akikiri kwamba nakufa kila siku, kwa maana kwamba aliamua kuutiisha mwili wake ili uweze kutii mapenzi yako Bwana. Na kwa sababu hiyo Roho wako Mtakatifu aliendelea kukaa juu yake, kuachilia neno la hekima, kuachilia neno la maarifa, kuachilia neno la imani ya matendo,
kila karama iliweza kukaa juu yake kulingana na ambavyo Bwana alipokuwa akisimama kulihubiri neno lako. Hakupata upinzani, japokuwa alipata upinzani, lakini kwa msaada wako Yesu Kristo uliendelea kumsaidia mtumishi wako, na hatimaye ukaendelea kujitwalia utukufu katikati ya jamii iliyokuwa ikimzunguka Paulo. Nasi Bwana, tunaomba kwa neema yako uzidi kututumia kwa namna ambavyo itakupendeza, pale ambapo tutaendelea kukufanyia ibada takatifu, pale ambapo tutaendelea kufunga na kuomba. Bwana, tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu utaendelea kusema pamoja nasi, utaendelea kutuongoza. Litimie neno lako linalosema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Utusaidie Bwana kupata haki hiyo ya kutengeneza tabia ya kukufanyia ibada kila wakati na kukutukuza wewe na kufunga na kuomba, na haki hii kazidi ile haki ya Mafarisayo, wale waliokuwa kifunga mara 2 kwa juma. Utupe neema ya kufunga walau hata siku 3 na kuendelea kwa juma, ili haki hii kiwazidi haki ya Mafarisayo na waandishi, hakika tutaulisi ufalme wako. Baba, tunakushukuru kwa neema hii ambayo Bwana umetupa. Wajalie watumishi wako ambao Bwana tunaabudu pamoja na wao kwa njia ya mitandao hii Bwana, kwa neno lako Bwana, wape neema na hekima itokayo kwako, waendelee kukufanyia ibada na kufunga na kuomba, ili wako Mtakatifu endelee kusema na pamoja nao wanapokutana kwenye mazingira ya damu na nyama. Bwana, waweze kumbaini shetani ni mahali gani amejificha, ili jina lako liendelee kutukuzwa kwa ufalme wako. Baba, tunakushukuru kwa neema hii ambayo Bwana umetupa, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen. Naomba niombe kwa ajili ya matoleo. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, watumishi wako na watoto wako tuko mahali hapa, na wengine tunaungana pamoja na wao kwa njia ya mtandao Bwana, wakiabudu pamoja nasi. Tunayo matoleo haya ambayo Bwana tutayatoa kwa mioyo yetu ya kupenda. Kubali sadaka hii kapate kibali machoni pako. Sadaka hii ni ukumbusho wewe Bwana kwamba tumeendelea kufanya ibada pamoja nawe, na Roho wako Mtakatifu anaendelea kusema pamoja nasi, na kwa sababu hiyo tunapokwenda kwenye ulimwengu wa damu na nyama, tuweze kumbaini shetani amejificha kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa utukufu wa jina lako. Uhimidiwe Yesu, tukuzwe kwa sababu rehema zako ni nyingi. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa neema hii ambayo Bwana umeachilia kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Sadaka hii ikawe ni ukumbusho kwetu Baba, kwa neema yako, maana ulisema palipo na hazina ndipo ilipo na mioyo yetu. Kutana na mioyo yetu Bwana kwa njia ya matoleo haya tunayokutolea, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Praise wimbo. Alimnulia Bwana kwa furaha, alichonipa yeye namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha, alichonipa yeye namrudishia. Baba, nakushukuru mno kwa namna ambavyo Bwana umeendelea kutusaidia. Tunakutolea wewe sadaka hii kwa namna ambavyo Bwana umetubariki watoto wako na watumishi wako. Neema hii iendelee kuwa pamoja na watoto wako na watumishi wako, kwa rehema zako na fadhili zako. Ikubali sadaka hii kapate kibali machoni pako. Kupitia sadaka hii endelea kubariki kazi za mikono yao, endelea kuwalinda, endelea kuwatunza. Siku hii ikiwa ni siku ya baraka katikati ya maisha yao Baba, kwa neema yako na rehema zako, na yailisha ibada hii, lakini siailisha zile baraka ambazo tayari Mungu umekwisha kutubarikia. Rahasha, bali mkono wako uendelee kwa pamoja na watoto wako, watumishi wako, kwa utukufu wa jina lako. Waongoze kwa siku ya leo, wakatumike kwa namna ambavyo Bwana inakupendeza, kwa kusudi ambalo Bwana umeendelea kuliachilia katikati ya maisha yao. Utukuzwe Yesu, uinuliwe Yesu, kwa sababu wewe ndio uliachilia baraka kwa siku hii ya leo. Ni siku ambayo umeibariki wewe kwetu, ni siku ambayo Bwana umetupa kama zawadi kwetu, tukiamini ya kwamba Bwana tutaendelea kulitumikia kusudi lako, tukiendelea hapa duniani, kwa maana kwamba kwako Bwana ni wewe Mungu tunayekukimbilia kila wakati tunapokutafuta wewe, ingawa Bwana kwa kupapasa na ukaahidi ya kwamba hauwi mbali na wanadamu, kwa kuwa Bwana kwako tunaendelea kuishi, kutembea na kuwa na uhai wetu. Bwana Yesu, tunakushukuru mno kwa namna ambavyo Bwana umekuwa pamoja na sisi. Na sasa kanisa la Bwana, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu awabarikie na kuwalinda, awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili.
na wainulie uso wake na kuwapeni amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.